Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kufuatia ukaguzi unaofanywa kwa wamiliki wa leseni wanaofanya uchimbaji kwenye mto na kuathiri mazingira, Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde ametoa maelekezo ya kusimamishwa kwa shughuli zote za uchimbaji madini kwenye mto huo mkoani Katavi. Ametoa kauli hiyo Mei 13, 2026 alipofanya ziara ya ukaguzi wa shughuli za uchimbaji wa madini katika manispaa ya Mpanda na halmashauri ya Nzipo mkoani Katavi. Amesema Mheshimiwa Rais ametupa maelekezo mahususi Wizara ya Madini kuhakikisha shughuli zote za uchimbaji zinafanyika kwa mujibu wa sheria na zilete athari kwa mazingira. Tumeshuhudia sote kinachofanyika hapa ni kinyume na matakwa ya sheria yetu ya madini sura 123. Hivyo naelekeza kuanzia leo shughuli zote za uchimbaji zisimame mpaka pale mtakapo tekeleza uwajibu wenu kama mlivyoelekezwa na afisa madini mkazi wa Katavi kupitia barua aliyoandikiwa. Pia wamiliki wa leseni wawasilisheni mpango wa kuhifadhi mazingira kabla kuanza shughuli za uchimbaji tena, alisisitiza Waziri Mavunde. Vile Waziri Mavunde alifanya ukaguzi wa mkataba wa msaada wa kiufundi TSA walioingia wachimbaji wadogo wa Kitanzania na wawekezaji wa nje na kubaini mapungufu ambayo yalipelekea kuagiza ofisi za afisa madini, wakaguzi wa mikoa na kimadini kufanya ukaguzi wa mikataba ya TSA nchi nzima ili kubaini iwapo inaonufaisha Watanzania na inazingatia matakwa yaliyowekwa kisheria. Akieleza utatuzi wa changamoto ya ukosefu wa maeneo ya uchimbaji, Mheshimiwa Mavunde alitoa maelekezo kwa Katibu Mtendaji wa Tume ya Madini kutoa hati ya makosa default notes kwa wamiliki wote wa leseni za utafiti wasioendeleza na kufuata masharti ya leseni hizo. Naye mbunge wa jimbo la Mpanda mjini Mheshimiwa Haidaya Sumari na Mheshimiwa Ana Lupembe, mbunge wa jimbo la Nzipo, walimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuisimamia ipasavyo serikali ambayo imekuwa ni muhimili imara katika kutatua changamoto za wananchi wa majimbo yao. Na hii ni Kasako Update na Dela Thomas. Endelea kufuatilia kwenye akaunti yetu ya Kasako kwa habari motomoto na vipindi mbalimbali vya kuelimisha. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.